wakati mwingine ni ngumu kutambua kwamba sauti ipi hapa ni ya Mungu, kusudi lipi hapa nifuate. Sasa ukitembea kwenye mawazo namna hiyo, utajikuta unacheza kamari ya kubeti kwenye maisha yako. Na ndio maana kuna watu wanaishi kwa kubeti, wanaingia kwenye mahusiano kwa kubeti, kwamba hivi nikubali nikatae, anabeti kukubali. Anakaa yuko mguu ndani mguu nje, siku yoyote kikiumana ana bloko mahusiano. Utabeti paka lini? Kuna wengine wanafanya biashara kwa kubeti, nifanye nisifanye, ngoja nifanye nione itakuwaje. Akiona hasara anaruka. Kuna watu wanachagua kombi za kusomea kwa kubeti, ikimshinda anabadilisha nyingine. Utabeti paka lini? Na huku tumepewa Roho Mtakatifu. Na ndio maana Daudi alijenga tabia nzuri sana. Daudi alikuwa afanye kitu bila kumuuliza Mungu. Daudi anamuuliza Mungu, niende Hebroni au nisiende? Mungu anamwambia nenda, anaenda. Nipigane nao au nisipigane nao? Mungu anamwambia usipigane nao, hapigani nao. Nipande juu ya mlima au nisipande juu ya mlima? Mungu anamwambia panda, anapanda. Hakuna kitu Daudi alifanya bila kumuuliza Mungu kwanza. Kila hatua ya maisha yake alimuuliza Mungu kwanza. Hasa unaweza ukajiuliza, mwalimu, namuulizaje Mungu? Unamuuliza Mungu kwa njia ya sala. Unamuuliza Mungu kwa njia ya maombi. Jenga tabia ya kuomba na kusali. Una changamoto, nenda nayo kwenye chumba chako cha sala, nenda nayo kwenye maombi. Na unajua wala sio kazi ngumu, ni swala la utayari tu. Nenda tu kwenye maombi, kaa zako, mwambie Mungu, nina jambo hili na hili linanisumbua, niamue nini? Nipe jambo moja. Ombea, ombea, ombea mpaka amani ya moyo ipatikane moyoni. Na unajua Mungu anapokukubalia kitu, hata kwenda hutoenda peke yako, utaenda pamoja naye. Lakini ukifanya maamuzi ambayo Mungu hajakubali, utakuwa peke yako. Na unajua unapokuwa peke yako utasababisha hasara kubwa sana kwako na kwa wale waliokubali kukupokea. Kwani wote tunafahamu habari za Yona. Yona alikuwa na njia mbili, Ninawi, Tarshishi. Akaenda Tarshishi. Wale watu waliompokea, alipopigwa Yona na wao wakapigwa. Na ndio maana hata kuna watu mko hapa mmepigwa kwa sababu mlikubali kuingia kwenye mahusiano na wakina Yona waliokimbia kusudi la Mungu. Wengine mmepigwa kwa sababu mlishirikiana kimtaji, kibiashara na mtu ambaye ni Yona, amekimbia kusudi la Mungu. Na kuambia